Kabla umeme haujafikia tulikuwa tuna shida sana, tulikuwa tuna maziwa yetu yanaharibika, hatuna pa kuyaweka, tulikuwa hatupati juisi, hatupati maji, lakini umeme ulipofika watu tunashukuru Mwenyezi Mungu tunayapata yote kwa wepesi zaidi. Tunajivunia kila kitu kutokana na umeme. Tulikuwa simu zetu twapeleka kila pahali zikiharibika, lakini sasa hivi tufarajika kwa kutia chaji kwa muda wote, wakati wote. Tuzitunze miundombinu, tuzipembejee, tuzitunze, tuweze kuzitumia inavyotakiwa. Ilikuwa tuna masuala ya miundombinu, ya mfano maji ilikuwa ni shida kwetu. Kwa hiyo kutokana na kuja kwa umeme itatusaidia kupata maji kwa urahisi. Halikadhalika kuna baadhi ya mambo, mfano katika huduma ya usagaji wa nafaka, kwa mfano mpunga, tunachukua safari kutoka hapa mpaka maeneo ya Daya ama Kinazini kwa ajili ya huduma hiyo. Kwa lakini kwa vile huduma umeme sasa imeshafika, itaturahisishia kupata huduma hiyo hapa baada ya kuweka hiyo miundombinu ya kiwanda ili tuweze kusagisha nafaka zetu hapa kijijini kwa urahisi. Kwa vile umeme umeshafika, inaweza kutusaidia vile kwa ajili ya kupata kumwagilia katika mashamba yetu ili kuweza kuimarisha masuala ya kipando cha mboga na mambo mengine kwa ujumla. Binafsi ni fundi seremala. Sasa huwa tunatoka hapa kuelekea kufuata umeme ambao karibu yangu hapa ni Daya, unaenda Daya. Kwa hiyo kutokana na hilo sasa tukijaliwa ndio tunajipanga shughuli hii nifanye hapa pamoja na vijana wangu, kwa vile tuko ni karibu yangu, bila shaka itakuwa ndio malengo yamepatikana. ZECO tumeleta umeme huu kutoka kilomita 3 kutoka eneo hili, leta umeme mkubwa ama HT, lakini pia tumeweza kuweka transformer 2 kwa ukubwa wa kijiji hichi, transformer zenye ukubwa wa 50 kV, lakini pia tumeweza kusambaza umeme mdogo ama LV kilomita 3 ili kuhakikisha kila mwananchi katika kijiji hichi anafikiwa na huduma hii ya umeme. Ni wajibu wa sisi sote ZECO pamoja na wananchi wa maeneo haya kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha miundombinu hii tunailinda. Watu wasikate miti ovyo katika hasa hizi laini kubwa. Kama kuna mtu anahitaji kukata mti, basi atoe taarifa ili ule mti usije ukagusa laini au ukaangukia laini. Na katika yale maeneo ambayo tumesafisha na kuondosha miti mikubwa, basi tunaomba wananchi wasirejee tena kupanda miti mikubwa. Lakini pia tunawaomba sana wananchi hawa wanaotumia umeme watumie umeme kwa zile njia ambazo ziko sahihi, kwa sababu kuna baadhi ya watu huwa wanafanya njia za panya kuiba huu umeme. Sio neno nzuri kuwaita wateja ni wanaiba, lakini wako ambao tabia zao sio nzuri. Kwa hiyo tunawaomba ili hili jambo liwe endelevu, kile kidogo ambacho wao wanachangia ama kulipia huduma ya umeme, basi walipie kihalali ili waweze kupata huduma hii na wengine waweze kufikishiwa. Miundo mbinu hii ya umeme, kwanza watumie vifaa ambavyo kuwa vinastahili, kwa sababu kama utatia umeme ndani ya nyumba yako hujafunga socket breaker, basi itakuwa ni tatizo. Na sasa hivi kuna mita hizi, kuna main switch ambazo kuwa ziko automatic, unakuwa na socket breaker pamoja na lakini waangalie, kwa sababu umeme ni wenye kuleta short. Kwa hivyo ikitokezea short socket breaker, umeme unajiofa. Mimi mwenyewe binafsi pale nilinunua hiyo mita, lakini kwa bahati mbaya ilikuwa haimo socket breaker. Kwa hiyo ilipopiga radi nilipata short ya kuunguza TV pamoja na hizi button zake kama 8 zilipasuka. Sasa ni wawasi sana watumie chombo cha socket breaker, lakini pia waweze kuitunza miundombinu hii ya umeme. Kwa yule ambaye kuwa atatokezea kutaka haribu, basi watoe taarifa katika vyombo husika na hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa.